Salum kutoka NYTV. Sasa baada ya kushushwa barabarani, yule mke wangu akasema sasa ngoja niende nikakojoe, kajisaidie haja ndogo. Akasema hamna shida. Akamwacha mtoto pale ngambo ya barabara. Alikuwa mtoto wa kiume, mtoto wa pili, mtoto wa kiume. Basi akatoka nje kidogo ya barabara kwa amekimbia. Akatokomea maporini. Basi mimi nikaanza kumfukuza mke wangu. Ukaacha mtoto? Akaacha mtoto pale barabarani. Mtazamaji wetu wa NYTV, hapa niko Tabora na niko katika mkoa wa Tabora. Hii ni wilaya ya Igunga. Dar es Salaam tuna eneo linaitwa Mbagala na hapa ni Mbagala B. Kwa rafiki yangu mmoja huyu ambaye anaitwa Ignatius. Huyu ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Anayo mengi ambayo tutakwenda kuyasikia kutoka kwake. Bwana asifiwe. Amina. Habari za uzima? Nzuri kabisa. Nimefurahi kufika eneo la Mbagala. Amen. Kwa nini pakaitwa Mbagala? Hata mimi sielewi kwa nini pakaitwa Mbagala, lakini nimekuta panaitwa Mbagala. Wewe hapa una muda gani? Mimi hapa na miaka 4. Una miaka 4. Kwa hapa ni miaka 4. Hujapata mwenyeji akakwambia ni kwa nini? Kwa sababu Dar es Salaam tuna sehemu inaitwa Mbagala. Sasa nashangaa na huku panaitwa Mbagala, tena Mbagala B. Mbagala A iko wapi? Mbagala A iko pale juu kidogo. Ukitoka hapo ngambo kidogo hapa ndio inakuwa Mbagala B, imetenganishwa na barabara. Okay. Kwa mtazamaji wetu wa NYTV anayetufuatilia, basi jitambulishe majina yako aweze kukufahamu. Mimi kwa majina naitwa George Ignatio, ni mzaliwa wa Kagera. Katika familia yetu tuko watoto 6, lakini mimi ni mtoto wa 6. Sasa mimi maisha yetu katika nyumbani kwetu tumezaliwa kwa maisha ya umaskini, maisha ya shida ambayo ni maisha ya changamoto kubwa sana, kwa sababu nakumbuka tu baba yangu aliponizaa mimi. Nakumbuka nikakuwa kwenye miaka kama 6 kuendelea mpaka kwenye miaka 11 baba yangu akawa amefariki. Baba yangu alipofariki sasa nikawa sina msaada, kwa sababu mimi nyumbani kwetu hatujasoma, ni watoto ambao tukusoma. Watoto wote mlikuwa mnasoma? Watoto wote tumesoma, tumeishia la 7, lakini hatukubahatika kuendelea. Maisha yetu ni kwamba tumesoma, tumeishia darasa la 7. Sasa baada ya hapo sasa baada ya baba kufariki sasa ikaonekana ametokea mama mdogo pale ambaye mimi wakati huo nilikuwa na umri mdogo ambao ni miaka 11. Akaona sasa aniombe kwa mama yangu ambaye amebaki, ambaye ni mama mjane, kwamba anipeleke, kwa sababu mama mdogo alikuwa na uwezo mkubwa kidogo, ni mtu ambaye ana elimu, pia ni mtu ambaye ana kazi zake nzuri, ni bwana shamba. Sasa akanipeleka kwake pale, alikuwa anaishi Maruku sehemu moja inaitwa Taro. Kama unapapata pale. Basi akanipeleka ili kwamba anisomeshe. Sasa aliponipeleka pale Maruku nilikaa kwake, baadaye akanipeleka chekechea nikasoma mwaka mmoja. Baada ya hapo nikaenda darasa la kwanza mwaka. Babako wakati anafariki ulikuwa na miaka mingapi? Baba yangu anafariki nilikuwa na miaka 11. Ulikuwa na miaka 11. Kwa hiyo kwa maana kwamba ulikuwa hujaingia hata chekechea, ulikuwa hujaanza? Nilikuwa sijawahi kuingia chekechea, nilikuwa hatawahi kusoma kabisa. Basi baada ya hapo akanipeleka Maruku. Nikaanza ilikuwa mwaka 96 ndo nienda Maruku pale. Nikakaa 97 ndo kaanza darasa la kwanza. Kwa sababu nilienda pale Maruku nilianza chekechea mwaka wa kwanza. Huo mwaka nikaanza mwaka wa kwanza chekechea. Baada ya hapo 97 nikaanza darasa la kwanza. Wakati huo nilikuwa na miaka 12. Nikaanza darasa la kwanza nikasoma mpaka darasa la 3 mwaka 99. Basi kwa sababu mimi nilikuwa mtundu sana, nilikuwa mkorofi, nilikuwa mgomvi. Basi nilikuwa napigana watoto hapo shuleni, kwa hiyo nilikuwa naleta majanga mengi nyumbani. Sasa siku moja nikampiga mtoto kotama, nikamrushia kotama ile siko ile. Nikampiga, nikamuumiza. Basi baada ya hapo nikaona mama akaona imekuwa majanga makubwa. Akaona anihamishe. Akatafuta uhamisho, akanihamishia, akanirudisha nyumbani kwetu Zimbia, nikozaliwa vijijini. Basi sasa hapo baada ya kuwa nimerudi Zimbia nikaendelea na masomo kwa darasa la 3. Hilo nikaendelea darasa la 3 nikasoma. Basi nilipomaliza darasa la 7 nikawa nimemaliza darasa la 7 pale, sikubahatika kuendelea. Basi nikakosa msaada kwa sababu babangu ameshafariki hapo. Kwa hiyo hakuna msaada mwingine. Nilikuwa na kaka yangu alikuwa afisa elimu na yeye alikuwa ameahidi kunisomesha kunipeleka kule Kampala. Nikasomea Uganda kule Kampala.
lakini bahati mbaya na yeye kakaangu akawa amefariki dunia. Kwa hiyo sikubahatika kupata elimu, nikawa nimeishia pale. Basi nikakaa katika mazingira hayo. Nilikuwa na mjomba wangu anaishi Nkinga, Igunga Tabora hii. Anaishi Nkinga. Sasa alikuwa ameshapata taarifa zake kwamba anaishi wapi? Nkinga. Lakini kwa na data zote kwamba anaishi Nkinga. Kwa hiyo nikawa nimeandaa nauli ili nimfuate mjomba aliko. Nikachukua nauli, nikaenda stendi, nikapanda basi, nikaja mpaka Nkinga. Nilipofika Nkinga kanipokea vizuri tu, nikakaa kwake. Kaa kwake, nikawa naishi kwake. Baadaye nikatoka kwake, yeye alikuwa anaishi kule vijijini, anafanya kazi vijijini. Nikamfuata kule vijijini, kaishi naye. Baada ya kuishi naye sasa nikaishi kama miaka 2 pale kwake. Then baada ya kuishi miaka 2 pale nikaona nirudi Bukoba. Nikarudi Bukoba. Nilipoenda kule Bukoba, basi nikaanza maisha ya kujitegemea. Nikaanza kufanya kazi za vibarua, na piga vibarua, nahangaika natafuta riziki. Baada ya hapo nikafikisha miaka 26, nikatamani kuoa. Hiyo tamani kuoa sasa sina mtu wa kunisaidia kwa sababu baba hayupo na mama ni mzee, hana uwezo, na nyumbani kwetu hawana uwezo, hakuna mtu wa kunisaidia. Basi nikaona hiyo ni fursa ya kufanyaje? Ya kutafuta maisha. Nikaanza kufanya kazi vibarua, nikatafuta hela, nikapata hela. Basi sasa hapo nilikuwa nimeshaokoka, nishamjua Mungu. Lakini historia ya kumjua Mungu ni kwamba mimi wakati huo kabla ya yote nilikuwa napenda kuimba nyimbo za mataifa. Nilikuwa ni muimbaji wa nyimbo za mataifa, napenda kurapu sana. Napenda kuimba nyimbo za mataifa sana. Sasa wakati hivyo kwa narapu pale, akaja mchungaji. Kulikuwa mchungaji na tabia ya kufanyaje? Ya kututembelea usiku. Anatembea kwa watu, anatembea nyumba kwa nyumba, anapeleka injili. Sasa alipokuja nyumbani, ndo akakuta pale, akakuta mlango umefungwa wa nyumba. Sasa mimi nilikuwa niko ndani, lakini yeye akafika nje akaanza kusikiliza jinsi nilivyokuwa nikirapu ndani. Baada ya kuwa nimerapu nimemaliza, ndo akagonga mlango. Wakamfungulia, ndugu yangu akamfungulia. Alipoingia ndani akauliza, hivi ndani alikuwa na rapu hapa? Ndo akanileta mimi pale, akaniweka pale, akasema ni huyu hapa alikuwa na rapu. Akasema alikuwa na rapu vizuri sana, anaonekana ni mwimbaji mzuri sana. Baada akakupongeza, akakusupport katika kile ulichokuwa ukikifanya. Akanipongeza katika kile nilichokuwa kikifanya, akanipongeza kwamba alikuwa anafanya vizuri sana. Lakini sasa naona una huduma kubwa sana. Hii huduma ulionayo ni kubwa. Endapo ukikubali kumpokea Yesu ukaokoka, basi hii huduma yako itakuwa kubwa. Siku moja utakuwa kuwa muimbaji mkubwa wa kimataifa. Nikasema inawezekana. Kwa sababu tu ninaamini kwa tamaa ya kuendelea na ile huduma, kwamba huduma yangu ikue. Sasa nikaona nikubali tu pale pale. Akasema nakubali kuokoka. Nakubali kuokoka ilikuwa mwaka 2016. Naona akasema nakubali kuokoka. Nikapiga magoti pale, akaniongoza sala ya toba. Baada ya kuongoza sala ya toba nikawa nimeokoka. Nikampokea Yesu kwanza wakati ule. Kwa tangu nilipompokea Yesu mpaka leo hii sijawahi kurudi nyuma. Lakini pia baada ya kuanza maisha mapya ya wokovu, nikaisha maisha ya changamoto, maisha ya shida, maisha ya kupambana mimi mwenyewe kwa sababu sina wa kunipambania. Sasa nikahitaji mchumba ili nikaoe. Sasa nilipofikia katika hali ya kuhitaji mchumba, nilikuwa ni mtu wa kuhudhuria semina za vijana kwenye kanisa, natembea huko na huko nahudhuria semina za vijana. Siku moja nikamshirikisha Mungu kama nahitaji mchumba. Baada ya hapo ndo nikapata mchumba, dada mmoja, nikamchumbia. Baada ya kumchumbia nikapeleka washenga kwa huyu binti, nikawa nimetangaza uchumba kule. Baadaye wakatutoza mahari. Mimi sikuwa na uwezo wa kulipa mahari, lakini kwa sababu ya Mungu akanipambania, akanipigania. Nikawa ni mtu wa kupambana, kutafuta vibarua, kutafuta kazi huko na huko. Napata hela, nampa huyu mshenga, napeleka kwa baba mkwe. Kwa kusema ukweli zile mahari nilizitafuta mimi mwenyewe. Nikaangaika tafuta zile mahari, nikajenga nyumba mwenyewe. Baadaye nikawa nimekamilisha mahari, nimekamilisha na nyumba. Basi baadaye ndo harusi kaandaliwa. Nikawa nimeoa. Baada ya kuoa sasa pale tukaanza maisha ya ndoa. Mimi na yule mwanamke nikiwa kijana, akiwa binti, tukaanza maisha ya ndoa. Baada ya hapo nikaishi naye miaka 6. Ambayo nibatikana kuishi naye ni miaka 6. Nikazaa naye watoto 2. Lakini baadaye sasa ile mimba ya tatu yule mwanamke akawa ameugua. Alivyougua
akawa na yani kama vile amechanganyikiwa. Sasa mimi pale nikaanza wakati huo sikuwepo, nilikuwa niko sehemu moja inaitwa Nkinga kwa mjomba. Lakini wakati nilipokuja Nkinga nilipatana naye kama inabidi niende Nkinga kutafuta maisha. Utaweza kuishi hapa peke yako? Utaweza kuishi peke yako? Akasema naweza kuishi peke yangu. Sasa naomba nikuache hapa niende Nkinga nitafute maisha. Nitakuwa na kutumia riziki. Nikiwa napata chochote nitakuwa nakutumia kwa sababu maisha yetu ni magumu. Inabidi uniruhusu niende kutafuta mbali kule kwa sababu na uzoefu kule, nikatafute kule. Haya nitakuwa nakutumia, nitakuwa wanapata ili uendeshe familia hii mji huu, watoto wao ulionao, alafu Mungu atupe neema ya kuendelea. Unakubali? Akasema nakubali. Basi nikachukua hela niliyokuwa nayo nikamwachia. Nikaenda, akaniaga vizuri, nikaenda nikapanda basi nikaja Nkinga, Igunga, Tabora. Nilipofika pale Nkinga nikatulia, nikaanza kwa mjomba. Sasa nikaanza maisha ya kufanya biashara ndogo ndogo ya umachinga. Nilikuwa nauza mayai, natembeza mayai, tray za mayai na achemshwa naenda kuuza. Alafu wakati mwingine nilikuwa nauza na barafu, natembeza na barafu. Kwa hiyo napata hela namtumia kule Bukoba na mimi nabaki na chochote. Maisha yakawa yameendelea kuwa mazuri. Mungu akatubariki, akanibariki, maisha yakaendelea kuwa mazuri. Baada ya hapo mwanamke akawa ameugua. Basi ndo nikaenda kule Bukoba, nikafika nikakuta mke wangu anaumwa na mtoto naye anaumwa. Sasa process niliyoifanya pale, nikachukua jukumu la kumpeleka hospitalini. Nikaenda hospitalini, nikapanda gari, nikaenda government kwa mjini. Baada ya kufika government ikawa nimepokelewa kwa sababu mtoto alikuwa ameishiwa na damu, akaenda kuongezewa damu. Baada ya kuwa pale government, sasa mke wangu akawa anaendelea katika hali ya, kwa sababu alikuwa amechanganyikiwa. Sasa sasa turuhusiwa kukaa kule kwenye wodi, na turuhusiwa kukaa nje ya wodi. Wanaume turuhusiwa kukaa ndani ya wodi. Nikaambiwa nikae nje ya wodi ili niwe naleta nini? Mahitaji pale hospitalini. Mimi nikatoka hospitalini kaenda kulala nje ya hospitali. Huko na rafiki yangu anipokea, naenda kulala kwake. Sasa nikawa nachukua chakula napeleka hospitalini kwa ajili ya mahitaji. Asubuhi napeleka chai, mchana napeleka chakula, na jioni napeleka chakula pia. Alafu naangalia maendeleo yao jinsi wanavyoendelea. Baada ya kuwa naleta mahitaji sana, nachukua chakula napeleka ili kipate kumsaidia. Mke wangu alikuwa hatumii chakula, alikuwa hali. Kwa nini? Sasa hata mimi sikujua kwa nini alikuwa hali, kwa sababu nilipokuwa nampelekea chakula kuna kabati pale hospitalini. Yeye alikuwa anachukua chakula na paki kwenye kabati ya hospitali. Sasa nikimpelekea chakula asubuhi, chai asubuhi, hali. Nikimpelekea chakula mchana, hali. Nikimpelekea chakula jioni, hali. Akazidi kukonda. Kazi kukonda na kunyongonyea. Kwani ulivyokuwa ukipeleka hivyo vyakula, ina maana kwamba vyombo vilikuwa virudi? Vyombo mimi kwa sababu nilikuwa sina uwezo wa vyombo, nilikuwa nachukua chakula tu kwa mazingira fulani yani tofauti na vile vyombo. Nilikuwa nanunua chakula na kipaki kwa mazingira fulani, okay, napeleka. Kwa hiyo na maana si kwamba nilikuwa na vyombo, mimi sikuwa na vyombo. So unajua ya mazingira, basi anapaki mule ndani ya kabati. Sasa baada ya hapo akazidi kunyonganyea. Nikapigiwa simu usiku, niko huko nje nimelala, nimelala kwa rafiki yangu, kwamba mke wako hali chakula. Sasa kwa nini? Akasema nikia chakula unachomletea na paki kwenye kabati, hali. Basi kesho yake nikaamka nikaenda kukuta chakula chote kiko kwenye kabati. Basi nikamwambia mke wangu, kwa nini huli? Akasema mimi nakula. Akasema naona wanaambiwa huli. Lakini nikiangalia jinsi alivyo, yani maana yake ni kwamba yani haki zake haziko sawa, ameshachanganyikiwa. Akasema tunaona hapa tulipo, mtoto atakufa kabisa huyu mtoto. Huyu mtoto hawezi kuishi kabisa. Unaona mtoto huyu yani akadiko katika mazingira magumu. Lakini naona mtoto yuko vizuri, ameshaongezewa damu, yuko vizuri. Basi mke wangu nilivyoona hali imekuwa ngumu, nikaomba ruhusa kwa viongozi wale manesi na masista pale na daktari pale, kwamba naomba nipe ruhusa niende nyumbani kwetu, kwa sababu naona huyu mwanamke amebadilika. Akasema amebadilika, sema amechanganyikiwa. Akasema haiwezekani bwana, mke wako hajachanganyikiwa. Akasema amechanganyikiwa. Walienda kumwangalia kuta amechanganyikiwa mke wangu. Basi ndio akanipa ruhusa nifanyaje, niondoke niende naye. Nilipotoka pale mlangoni pale usalini government, mwanamke akataka kukimbia mjini, akataka kukimbia ovyo ovyo. Nikaanza kulia. Sasa mimi pale na mtoto, nina mke, sina msaada na hela imeshaishiwa za kwenda kijijini sina. Sasa nikaanza kulia, nifanyeje hapa, sina msaada wote. Akatokea mama Msamaria mwema. Alikuwa mama mlemavu, sijawahi kumuona yule mama. Alitokea tu.
alikuwa ni mlemavu na taksi. Akasema mwanangu usilie, una shida gani? Kaambia mama nimekutana na changamoto hizi hapa. Mke wangu anaumwa na mtoto nimemleta hospitalini hapa na alikuwa anaumwa, isipokuwa namshukuru Mungu mtoto ameshapona. Lakini naona mke wangu amechanganyikiwa hapa. Na sina jinsi nifanyeje. Akamwambia mtoto wangu mwanangu usilie. Jikaze, mwanaume huwa aliagi. Jifunge mkanda kiunoni, Mungu atakusaidia. Basi ndo akaleta gari lake, alikuwa taksi. Nikaipanda hiyo taksi na mke wangu pamoja na yule mtoto. Tukaenda mpaka stendi ya basi, mabasi pale Bukoba mjini. Tulifika pale stendi kuwepo ice, tukapanda ice. Baada ya kupanda ile ice na mke wangu tukaelekea kwenda vijijini. Pale mwanzo umesema kwamba wakati mlivyotoka pale hospitalini, mke wako ni kama vile alikimbia. Sasa alivyokimbia alishikwa na kina nani? Alivyokimbia walitokea Wasamaria wema pale, wakawa wamemkamata. Walivyomkamata ndio wakamleta. Wakati hapo hajielewi, wakamweka kwenye gari la taksi na mtoto wangu yule na mimi pia nikiwemo. Yeye alikuwa katikati ili asije akafanyaje, akakimbia. Sasa baada ya hapo sasa na mtoto ameshikiliwa hapo pembeni, ndio tukaenda mpaka stendi. Baada ya kufika stendi tukapanda ice ya kuelekea vijijini. Tukaenda vijijini. Sasa hivyo tunaenda tukafika njiani. Basi hali kazidi kuwa ngumu. Lakini kwa sababu Mungu ni mwaminifu akatutetea. Tukaenda. Tukafika, ilikuwa jioni, tukafika nyumbani. Lakini nyumbani kuna umbali kidogo kutoka pale kwenda nyumbani. Tukashushiwa barabarani. Sasa baada ya kushushwa barabarani yule mke wangu akasema sasa ngoja niende kakojoe, kajisaidie haja ndogo. Akasema hamna shida. Akamwacha mtoto pale ngambo ya barabara. Alikuwa mtoto wa kiume, mtoto wa pili, mtoto wa kiume. Basi akatoka nje kidogo ya barabara kwa amekimbia. Akatokomea maporini. Basi mimi nikaanza kumfukuza mke wangu. Ukaacha mtoto? Akaacha mtoto pale barabarani. Nikaanza kusema kupiga kelele, jamani watu nisaidieni, mke wangu amekimbia, nisaidieni jamani. Nisaidieni mke wangu amekimbia. Watu walikuwa wanatoka msibani, wengine kwa kuna msiba umetokea, wanatoka msibani. Sasa walikuwa wananifahamu nyumbani kwetu. Akasema George imekuaje? Imekuaje George? Akasema mke wangu amekimbia. Huyu hapa amekuwa chizi. Basi. Sasa ndio wakafanyaje? Wakanisaidia kumfukuza. Walipomfukuza tukamfukuza, akaenda kutokomea kwenye kichaka. Kaingia ndani ya kichaka. Tokomea. Akaanza kusema kwani mnanifukuza? Kwani mnanifukuza? Niacheni bwana. Msinifukuze mimi, niacheni. Basi ndio batizo akamkamata. Baada ya kumkamata tukamleta hivyo mzobe hivyo taratibu, tukafika pale barabarani. Batizo tukamkuta mtoto ametulia tu pale barabarani. Peruzi na NYTV kiganjani mwako sasa. Je, unao mkasa ama simulizi ya kusisimua na hujui ni wapi pa kuisimulia? Waone NYTV ni channel bora kabisa ya kuvumbua visa na mikasa kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania na nje ya nchi. Tulipewa sumu na wenzangu 3. Wawili wenzangu walikufa wote. Vumbua mikasa na NYTV kwa kuleta mkasa wako katika ofisi zao zilizopo Tegeta Nyuki, kituo cha mabasi ya daradara karibu na uwanja wa mpira. Ni NYTV pekee katika kukuletea habari za uhakika na moto kiganjani mwako sasa. Ili uwe wa kwanza kupata video zetu, usisite kubonyeza alama nyekundu na kusubscribe, kisha bonyeza kitufe cha kengele, na kwa kufanya hivyo utakuwa wa kwanza kuhabarishwa na NYTV. NYTV ni channel bora kabisa Tanzania, na kwa mawasiliano zaidi waweza kupiga simu zifuatazo: 0712 45 52 52 au 0688 13 19 14. Ili kupata habari za uhakika ni NYTV pekee.